kuelekea J Mosi kufunga mwaka 2025. Kwa kweli kwa hali ilivyo na hatua tuliyokwisha piga, tuko sehemu nzuri. Vijana Gen Z wamepambana kwa kweli, isha uwezo mkubwa ile tarehe 29 na dunia ikaona kwamba vijana wamekataa utawala dhalimu, utawala ambao haujali wananchi wake, utawala ambao umeingia kwa mabavu, na dunia inajua kwamba hakukuwa na uchaguzi isipokuwa watu wameweka kututu wa bunduki. Kwa sababu hiyo sasa, kipande tulicho ambacho tuchukue maamuzi, tusiwaachie Gen Z tu peke yao, wazee kwa vijana, wanawake kwa watoto, wote. Hiyo mkesha wa tarehe 31 kuelekea tarehe 1, tuanze hiyo tarehe kwa nguvu kubwa nchi nzima. Lakini sasa tuanze kuhamasisha watu wajue ni nini tutaenda kukifanya. Hii nchi mpaka sasa tumeshaikomboa, isipokuwa watawala hawa dhalimu ni ving'ang'anizi. Kwa lazima tuchukue maamuzi, tumalizie kipande kilichobaki, ili hawa wakoloni weusi waondoke na watupishe katika. Hebu fikiria, jala umegharimu zaidi ya trilioni 14, lakini leo kwa sababu ya mvua treni haiwezi kutembea. Maana yake ni nini? Maana yake kuna ufisadi mkubwa uliofanyika katika mradi huo. Maana yake upeuzi yakinifu haukufanyika ipasavyo. Kwa hiyo taifa kuwa na viongozi wanaojiweka kwa nguvu, matokeo yake pesa za wananchi, kodi za wananchi zinaliwa bure, pesa zinazokopa zinaliwa bure. Matokeo yake ni miradi inashindikana, wanaanza kuwapatia watu wa nje, kama unavyoona kwamba wamechukua Tazara wamempa Mchina, wamechukua bandari wamempa Mwarabu, vitu hata vile vitu ambavyo tumevijenga kwa gharama wameshindwa kuvisimamia. Kwa hiyo ni lazima tuchukue maamuzi sasa, tuchukue maamuzi kama taifa, kama Watanzania, kama Watanganyika ambao tumeumizwa na huu utawala. Lazima tuchukue maamuzi, lazima, kwa sababu hata waliokaa tu ambao hawako tayari kuandamana wanatekwa, wanapotezwa. Tutaishi kwenye taifa la namna hii mpaka lini? Watachukua mmoja mmoja lini? Lazima tujitokeze, lazima kama taifa tuamue maandamano ya tarehe 31 kuelekea tarehe 1. Mimi nadhani kutokana na hali yenyewe ya mtandao, naomba niishie hapo. Asante sana moderator, nashukuru. Asante. Asante sana Ezekiel, na nashukuru sana kwa mchango wako. Na ni kweli hali ya leo kidogo nzito. Naona ni wewe peke yako ambaye umefanikiwa kuweza kupanda hapa juu. Sijui kama wengine mnasikia vizuri kwenye hii space. Na kwa sababu naona kulikuwa kuna malalamiko kwamba ile space nyingine ilikuwa haionekani. Sasa sijui kama hii inaonekana kwa watu wote, kwa sababu pia kuna changamoto. Kuna watu ambao wanatuma message kwamba wanataka kushiriki mjadala lakini hawapo kwenye space.
Sasa kunakuwa na ugumu, tunaweza kwenda vipi mbele, kwa sababu hawa wahuni katika uchezeaji wa hizi platform wakati mwingine inakuwa changamoto kidogo. Sasa tunaweza tukaendelea na mjadala walau kidogo, lakini kama itakuwa na ugumu kiasi hiki, basi labda leo tunaweza tukahesabu kwamba ni siku mojawapo katika mwaka huu ambayo tuweza kupata changamoto kiasi cha kushindwa kuendesha space. Lakini tutakiwa kutambua tunapokuwa katika mazingira haya ndio mazingira ambayo tunahitaji kupambana zaidi, kupeana ushirikiano. Hata yule ambaye unataka kutuma salamu, kwa kadri mic nyingi zitakapofunguka, ndipo ambapo space na yenyewe itaanza kuwa stable, yani itaimarika. Kwa hivyo si lazima kwa mchango wa muda mrefu, lakini ili kwa ajili ya kupambana na madhalimu, ni vizuri watu wengi wakaomba mic ili warau kuhakikisha tuna stabilize space yenyewe, kwa sababu siku zingine huwa kunakuwa na mic nyingi. Kwa hivyo unajikuta unaruhusu hii mwisho tunasonga, tofauti na leo kiasi naona kumekuwa na giza nene, na haswa ukizingatia kwamba bado kuna wale ambao wanasema waioni. Sasa inakuwa changamoto namna ya kuwasiliana nao, kwa sababu kama mtu hayupo hapa kwenye space ni ngumu. Lakini matumizi ya VPN ni kitu muhimu. Kuna muhimu sana kutumia VPN haswa wakati huu wa mapambano haya. Naona Think Twins umefika, una connect japo kwa changamoto kidogo. Karibu Godfrey, karibu sana, karibu kwa mchango Godfrey. Washa mic tafadhali, upande wa kitufe chini kushoto, kisha mic yako sio nyekundu, ni kama papo. Naona amedondoka tayari tena huyo. Sasa shida ndio iko hapo, wale ambao wanajaribu kupanda, wengine wanapanda lakini wanadondoka, wengine hawawezi kupanda kabisa, wanafikia njiani na wanakuwa wameharibikiwa mic. Hiyo ndio shida kubwa ambayo tuko nayo katika siku ya leo, na hiyo inatupoteza kidogo kwenye mjadala tulionao hapa, kwa sababu hawezi kuchangiwa na mtu mmoja. Na kikubwa tusikubali kwamba hii hali ikaendelea. Kwa wale ambao wanaweza kutumia VPN, waweke VPN walau upande maneno mawili matatu huku tukisonga, kwa sababu hivyo ndivyo tunaweza tukavuka ile wanasema threshold au vile vikwazo ambavyo wanatuwekea, na space ikaja kuwa na uimara zaidi. So karibuni. Naona kuna wengine wamefanikiwa kuingia, watu kadhaa, so tutaendelea kusubiria maiki. Na swala moja ambalo labda kikubwa katika yale matukio ambayo yaliyotokea mwaka huu ni wahariri wa vyombo vya habari. Tunakumbuka kwamba hata miaka ya nyuma huko wamekuwa wakitumika sana, lakini kwa mwaka huu kuna matukio kadhaa ambayo yalitokea, lakini tukio kubwa ni pale Masudi Kipanya alipochora mchoro ule kuonyesha kwamba hivi vyombo vya habari ni kama toilet paper, na wakaja juu sana, wakamkemea na kusema watamchunguza, na baadaye kudhihirisha kwamba Balile na wahariri wa vyombo vya habari wanashirikiana vizuri na mfumo. Masudi Kipanya sasa si mtangazaji, yani walifika hatua, kuna figisu hapo zikaendelea, mpaka ikafika hatua kwamba baadhi ya waandishi wa habari wakaondolewa kwa kile kinachoitwa kwamba hawana taaluma ya uandishi wa habari au utangazaji kwenye vyombo vya habari. Kwa hivyo moja ya tukio kubwa ni kwamba vyombo vya habari mwaka huu au kulinganisha na miaka mingine wamefanya kazi kubwa sana ya mfumo. Na wakati wa uchaguzi kuna matukio mengi sana yalitokea, na tuliona kwamba aliibuka Msigwa baadaye akivipongeza vyombo vya habari kwamba vilikaa kimya kwenye kuripoti matukio yote ambayo yalitokea, na Msigwa akiishambulia sana CNN kwamba ni chombo ambacho hakina maadili, kimetumika vibaya kwa ajili ya kutoa taarifa ambazo
hazikuwa na usahihi. Lakini mpaka leo pamoja na kwamba wao walisema kwamba vyombo vya habari nchini vimekuwa na adabu, vimekuwa na professional, kwa hivyo walikuwa wakisubiria habari kutoka serikalini kuhusiana na watu wangapi waliuawa, matukio yalifanyika vipi. Mpaka leo hakuna taarifa yoyote ile ambayo imetolewa na serikali, na vyombo hivi vya habari vilipoteza. Tukaona vyombo hivyo hivyo vikitoa matukio, sijui kuna nini kimechomwa, mara tukaona sijui kuna mwenye mali fulani anazungumza mali zake zimeharibika na kadhalika na kadhalika. Lakini ilipofika kwenye kuzungumzia upotevu wa watu, mauaji ya watu, nani alikuwa anapiga risasi watu barabarani, ambapo wananchi wanajua ni mapolisi, lakini vyombo vya habari vyenyewe vikakwepa kabisa hilo jukumu. Na tunaona pia hata wakati wa mahojiano huko nyuma, wakati ule wa kampeni zile za Chadema, tuliona vyombo vya habari vikitumika kupambana sana na Tundu Lissu ambaye alikuwa ameaminika na wananchi, na mmoja wa waandishi wa Clouds sasa hivi amepewa ubunge na CCM. Lakini pia Ubalile alikuwa akigombana sana na Tundu Lissu kwenye majukwaa, akijaribu kumrekebisha, akitaka azungumze kwa namna anavyotaka, akimdhibiti sana Tundu Lissu kwenye hoja zake, akidai baadhi ya vitu kwamba mara hivi umetukanwa mara nini na kadhalika. Lakini hiyo inaonyesha ni namna gani vyombo hivi vimekuwa vikitumika. Hata kwenye jamii ya Masai walipopata matatizo, ni vyombo hivi vilikwenda kutumika miaka ya nyuma huko kushambulia zetu na marafiki zetu kutoka hiyo jamii ambao walikuwa wanaishi Ngorongoro. Nimeona Robinson umeingia, sijui kama unaweza kuwasha mic na kutoa mchango wako. Robinson? Hujambo? Sijambo, karibu sana. Nashukuru. Sasa nilikuwa nasema hivi, nimefanya kuingia, na wajua mara nyingi huwa tunaomba mic inachukua muda. Sasa ninashukuru kwa sababu umenipatia awali, lakini kama ningepewa nafasi labda kama baada ya dakika wazungumzaji kama watatu hivi nitashukuru, ndio nijiandae niweke pointi sawa, ndio nisichukue muda mrefu nikieleza mambo. Sawa, hakuna shida. Mavugo, mic yako iko muted. Mavugo kadondoka. Okay. So lakini Robinson, jitahidi kwa sababu leo mic zinadondoka sana, tofauti na siku nyingine. Kwa hivyo unaweza ukawa hapo afu baadaye kadondoka tena. Kwa hivyo kama ni kujipanga, leo tuna tatizo kubwa sana la wazungumzaji kama ulivyosema. Ndio maana leo imekuwa rahisi kidogo kupata mic kwa sababu mic nyingi ni kama zimegoma. Ni wachache ambao wanafanikiwa. Sasa leo tuna kero na hawa wapuuzi. Karibu Robinson. Yes. Sasa haya ndio mambo ambayo serikali yetu imekuwa na ufanisi kuhakikisha wananchi hatuwezi kuzungumza, hatuwezi kutoa maoni. Na kwa kweli tukisema swala ambalo kwa mwaka wote huu wamelifanya kwa medani za juu sana ni kudhibiti sauti za wananchi, na wamekuwa na mashambulizi ya kila namna na makubwa sana. Kwa sababu ukiangalia walifika hatua Twitter yenyewe wakasema huu ni mtandao wa ngono, kafunga Clubhouse huko, watu wanaingia na VPN. Baadaye wameshambulia akaunti za Mange zote kumpukutisha, kumtoa hewani, haswa huko Instagram pamoja na Facebook. Wamefunga akaunti nyingi sana. Kwa hivyo moja ya swala ambalo wamepambana, kwa sababu kikubwa wanahitaji kuwa taifa liwe gizani, tusishtuane, tusifunguane akili ili wao waendelee kututafuna. Basi ni udhibiti wa majukwaa huru ya kuzungumza, utoaji maoni na habari. Kwa kweli hiyo ni sehemu ambayo wamevuruga kweli kweli, yani wameharibu kupita maelezo. Sasa hiyo ni changamoto, na ni changamoto ambayo imeletwa na hawa wahuni, ili wakiendelea kutafuna pesa zetu basi tusiseme, tusipeane hata taarifa kwamba sasa hivi bwana hawa wanafanya hivi na hivi. Na moja ya kitu tusikubali ni hicho. Na nadhani miongoni mwa maadhimio ambayo tunatakiwa kuyaweka kwa mwaka unaokuja
ni kwamba kamwe sitoishi gizani, kwa sababu kwa kadri tunapokaa gizani ndivyo mambo mengi ya ajabu yanafanyika. Kuna wakati hapa Mange alikuwa akipost magari ya Abdul, magari ya Abdul ya kifahari sana, ambayo alituonyesha mpaka umiliki wake, kampuni lile la sukari lile alilotumia kwenye vibali vya sukari. Sasa juzi kuna gari jingine limeingia, kwa taarifa yenu, na hilo limeingia na ndege airport hapo washatonya. Yani kwamba hawa watu wana kiburi kiasi kwamba si tu kwamba wanaua watu, lakini wanaendelea kuitafuna hii nchi kwa kasi. Kama mtu yote ana rafiki au ndugu aliyepo uwanja wa ndege, ulizeni, kuna gari limetua hapo na ndege. Yani mtu ananunua gari lakini anaona akilisubiria kwa meli haitokaa, kwa hiyo analitaka hilo gari hapo hapo ndani ya masaa 24 ndio limemfikia, na ni gari la mabilioni ya fedha. Chap limetua hapo airport, limetolewa, basi mtu anaendesha gari yake. Kwa hivyo ule ufisadi ambao tumekuwa tukiambiwa au ule ambao mwaka huu tumeushuhudia unaendelea kwa kasi kubwa sana. Sasa kwa kadri tunavyoendelea kuwa wavumilivu, basi si tu mvua itayoondoa itakayoleta tatizo la maji, lakini tutajikuta tuna matatizo mengine mengi sana. Robinson, sijui unataka kuzungumza? Naona unawasha mic. Niregea sasa, nashukuru pia. Okay, karibu. Ya, sasa ningependa kwanza niweze Unanisikia? Unasikika vizuri, endelea na mchango wako. Ya, ningependa kwanza kabisa nianze kusema kwamba mimi naitwa Robinson. Mimi kwanza haswa ni Mkenya, na kiukweli ni kwamba nimekuwa nikifuatilia, nimekuwa kwa hizi spaces tangu mlipoanza. Wajua ile safari ilipoanza ilikaa ni kama ni mzaha, lakini kwa siku zinavyozidi nimeweza kujitahidi, na nimesikia ukiongea kuhusu mambo ya internet. Sijui kama ninaruhusiwa labda nikaongea lugha ya Kimombo kidogo, kwa sababu naona kama Kiswahili endelea. Ni kizuri lakini kinanikanganya kidogo. So first of all, I would like to say this. I would like to take this moment to actually wish the families of all those who are bereaved, of all those who lost their loved ones in the recent chaotic elections, sham elections. I want to say we are really sorry, and our condolences to all those families that lost their beloved ones. It's painful that when these leaders, they come to us and lie to us that they are there to protect our rights, but indeed they are just there for their own sake. That's why when we try to confront them through what we can only use, when as citizens, the biggest tool that we have to express ourselves in a democratic country is through protests. And when we do protest, we do not intend to cause chaos. We are not doing riots. We intend to do protests so that we can be heard. And initially, actually, the protests that were planned were very peaceful until police decided, first of all, the regime switched off the internet. We were following closely from here in Kenya, and the regime switched off the internet and they went on a rampage, killing citizens even in their homes. It is very painful. And following to this, there has been a lot of happenings. Things have unfolded systematically. So it's also important for us in this moment, as we pursue the cause for a democratic Tanzania, it is important for us to be, first of all, very careful amongst ourselves, because that is what happened in Kenya, that as time goes by, the regime will seek to cause disharmony within the movement. And in this case, they will try to buy out some of those voices, some of those people who are not principled. If you're not principled, you'll be bought easily. And I'm sure even at this moment, we can observe that there are those people that started the journey with us and they are not moving in the same direction as us. But the most important thing for the remaining soldiers is that we must continue. And the
the biggest issue that we are facing here is a question of strategy, because every day the unfolding events demand that we change strategy or we synchronize it to the present state. For example, before the 29th elections in October, it was hell-bent on the fact that the citizenry was demanding that these elections be postponed in totality so that the so that other democratic measures can be put in place to ensure a free and fair election. There are also questions about the constitution, that the Tanzanian constitution does not reflect a modern society. And so therefore the citizens in Tanzania wanted a democratic Tanzania where they can first of all anchor the freedom of speech in the constitution. Because you see, in other countries we are blessed, but we are also under attack. That in Kenya, the idea of switching off the internet is not tolerated because it is an affront to the constitution. But you understand that the Tanzanian constitution gives leeway. So in the early stages, the question was about the elections and a constitution for Tanzania. Now, when the regime came in, they stole the elections, swore themselves in, and even from that moment, they have been attacking citizens, jailing people without trial, detaining without trial, as is the case of the leader of opposition. But the most important thing now we face is, how do we go forward? Because now the question that comes is, when we decide that we are going to protest, the strategy is very important, because when you're going to protest, the message must be equivocal, that what are you protesting against? Because what we do not need right now is to have loud voices that are communicating not the correct information. Because at this moment, do we then question the regime that is in place? Are we questioning not the what we call the, is it not the integrity, but the eligibility? There's this term that I'm looking for, that this regime installed in the right sense? Is it a regime that is eligible to govern Tanzanians? Was it installed in the right manner? Did it follow the due constitutional procedures? The question is that the answer to that is that the elections were sham, null and void. So what are we pursuing in this moment? Are we pursuing a constitutional change, or are we pursuing a question of these particular leaders to resign from office? Because now, if it is a question of a leader in the name of Mama Samia Suluhu resigning from office, then she must be pursued in her own personality, in her own persona, to the extent that if you talk about protests, what kind of protests are needed to make sure that this particular individual vacates office? Because when we say protest, we have been the question at this point is lethargy, because people have been coming out, but the organizing has been a problem. And right now, I'm sure they are even listening. So the more we take time and talk about strategizing, we are talking about today, we are saying we're going to do this, tomorrow we're going to do this, and we are talking about maybe from Christmas we're supposed to be occupying some places. We need to have a very serious conversation among ourselves on how we want to go forward, because we have so many suggestions, but the action part is wanting. So we need to decide. If we say that we want a constitutional change, then are you going to pursue a constitutional change with the same regime? If we agree that it is tenable, then so be it. But if we are going to say that this regime cannot govern, it cannot be trusted to undertake that which we wish for as the people, and that we need a change in the governance system in Tanzania, then we must now seek methods that can help us to get this particular government out of office. And the only tool that we have is protest. Now,
The question now comes to the protest and the messaging of the protest. Because when we say we want to occupy a place, we want to do this, the question is, are we saying that we want this particular president out of office or not? Because the concentration points, do you want some leaders like Abdul out of office, or do you want this particular regime to go home? Because if you want this particular regime to go home, then the message must be, you must concentrate. You cannot concentrate on so many aspects. If you want to talk about a regime, go for the head. If you go to some of these, the little ones, they will just it will just be like a game that we are doing, just moving in circles. But if we want to move strategically, we must go for the head, if that is what we want. If we are saying that this regime is in office unconstitutionally, then we must say that Samia Suluhu must go. That ours should first of all start with the messaging. Are we saying Samia Suluhu must go? Because that is where it all starts. If you are saying that you want a constitutional change, let the message be clear, because that is where the problem lies. The people are tired, but they are looking at those voices, the leading voices. And in a revolution, a leading voice is not appointed. People are moved by conviction, by the weight of the burden that has been pushed onto them by an caring and uncaring regime. So the question that we must take care of is, are we willing to do what it takes? If we are talking about protest, then we must now move swiftly and go to the protest. And we are saying that if you are going for Samia Suluhu must go, all our focus must be dismantling this particular security apparatus that are holding her into office. So you look at this. I know Dangote is a bit of a different person in this case, because he is very eloquent. He has the resources. But when we talk about the likes of Abdul, we can assign some individuals to deal with these exposing things that they are doing, the shadowy deals that they are cutting on the backs of citizens. But the most important thing is the message. What is our message? Do we want Samia Suluhu out of office? Then that is the message that we must concentrate on. And when you talk about this particular case now, you must see clearly that if you are going to use protests to get a dictator out of office, then you must be ready for what is to come. In Kenya, it was tried, but the mistake that Kenyans did is that they went home. The difference between a failed revolution and a revolution that stood the test of time was just the shift in the mood. Because when Kenyans occupied parliament in 2024, that was the moment. But people in that moment were excited. And that is the problem that is also facing this particular movement, because there is euphoria, there is excitement. We have nothing to be excited about. Because when you look at the way these people are plunging the economy, it is a very serious issue. So people must look at this as a fight of their life. It's not a fight to show, it's not a show off. It's not a moment to be eloquent. It's not a moment to be seen. It's not a moment to, it must be come from within the person, the people, that this moment is a serious moment that we must consider to move forward strategically. When we decide that it is Samia Suluhu who must go, then the protests start, the message is clear, and the idea is that the message, nobody goes back home until the objective is made. Now, you cannot remove somebody, you cannot force somebody like Samia Suluhu to resign from office by occupying your houses or by occupying your churches or your school. The only question is, are citizens ready to move and march in groups, very tight groups of 100 people making the lines?
and crossing the entire roads and leading themselves up to status? That is the question. Because if we are not focusing on that, then we will be the usual daily activists. There is a difference between an activist and a revolutionary, because activists tend to look at the situation. Some majority of the activists actually, much as we want to appreciate them, but we must know that the work of an activist is that of a lifetime, but a revolutionary is here for a moment, and the work of a revolutionary is to make sure that in that moment history is written. Now, if we continue saying that we want this government out, we want this to be done, but we are not moving with the right strategy, we are going to lose more people. Our freedom will continue to be curtailed, because this particular regime, they are not going to go down without a fight. They have shown it. They have trumped everything that is necessary, everything that we held dear. You know, from Kenya, I've had the chance to visit Tanzania several actually, and I was even thinking that maybe because I'm almost due of age to get married, and I was thinking maybe I will get on a light note that I would get a wife from Tanzania. And one of the things that Tanzanians are known for is being polite. Tanzanians are known to be very peaceful individuals, polite, understanding. Now, this particular leadership and the political architecture in totality has been preying on this perceived innocence of the Tanzanians, to the extent that they were even shocked. They were even shocked to the extent that this particular regime okayed the shooting and merciless killing of people, thinking that they were going to scare, because they knew that these people are not used to this. Now, if you shoot one person, people are going to go back home, but people did not buy fear, and that's why people lost their lives. Now, for the sake of our brothers who have lost their lives, we must not relent. But the most important thing is that we must move with clarity. Clarity in terms of thought, clarity in terms of action. Because we cannot afford to multitask. We can only focus on one task at hand. And that must be decided conclusively and unanimously, so that when we move forward, we are looking at what is it that can be done to make sure that Tanzania is a free country. Because the people that you're fighting against, they are not individuals who can be deterred by anything. These people have wealth. They don't have any innovation, any innovative skills, no industries, no idea. You know, when you go to the United States and the president is holding a presidential gala of any sort, you will realize that some of these people will visit the likes of Elon Musk, Zuckerberg. Those people actually made discoveries, innovations in our lifetime. We are using TikTok, we are using WhatsApp, we are using Instagram, Facebook. These are innovations, real lifetime innovations that we have seen. I know some of our people who are alive today, they were there when WhatsApp started. We were there recently when TikTok started. So, while other countries have individuals who are wealthy billionaires because they created something, in Africa, and specifically even in Kenya and Tanzania, we have individuals who are rich, just like you mentioned actually, the likes of people who want to get rich quickly, and they want to buy cars from abroad. They bring them quick enough because they are feeling themselves. That is the problem that we have. These people do not care. So even as we move forward, we must know that these people do not care. And you know, I will even dare the entire populace and revolutionaries that you must choose wisely where you stand. It's either you decide to fight
knowing the consequence that you might even lose your life, or you abort the mission completely, and history will remember that you decided not to fight for the future generations. Because if you have to fight, then it is important to fight with all your might. And in this case, the most important aspect is the clarity of thought, that we must be clear on what our agenda is. We cannot continue to be drawn sideways to the cheap and to the cheap psyops that are peddled by the government, so that people can focus on one thing and then they do this other thing. So at the end of the day, you are just in a circus, just moving from this problem to another. So if you were decided to hold a press conference today, you'll be holding a press conference to rebuke one thing, and they do another thing, because these people don't give a damn about whatever it is that they have to do to maintain. And this lady, this particular dictator, Samia Suluhu, actually went ahead and appointed the son, the daughter, and the son-in-law to cabinet. That is the level of impunity that is being shown. That if you do not rise now, these people have known. They are going to tighten the grip. They are going to come up with newer strategies. Let's even forget about the suspending accounts and all that. These people are going to come for each and every person, each and every voice that dares to talk against the regime. They are going to come for you. So we must decide that we either fight now or we leave it to that. This is not a dog's fight. This is a serious fight. There is no karamadara here. These are not your friends. They are your enemies. They are even worse than the Europeans, because the Europeans were clearly the white people. They were white. They were not our people. You could easily tell that they are different from us. So when a white person mistreated our ancestors, we are even able to bear it, because we know that that's not our people. They are not us. But the problem that we have is the black colonialists, the people that we are supposed to look at as our mothers, as our parents. They're the ones who are doing everything in power to make sure that our communities continue to be poor, our communities continue to be maimed by poverty, diseases, ignorance. So this is a serious fight, brothers and sisters. And as I come close to my submissions, I want to ask us to think clearly. And one last bit that I will leave with us is to look at the way the accounts are being suspended. So one of the things that we can do actually is to follow each other, so that we can create the big account, because big accounts are just created by simply following. So I have an account which is about 200 followers. I've not been active on Twitter for some time. I joined and then I was not active. But then towards the 2023 elections in Kenya, I got active, and then I was not active again. Then 2024 up to now, I've been active. So one of the strategies that we can use, because social media remains a very important tool for us to communicate, mobilize. So we must consider that we are here, we follow one person, follow the other, and all that, so that we can create this big account, so that it can also be easy to communicate messages across. But I want to say this, that I stand in solidarity with Tanzania. I stand in solidarity with all families that lost their loved ones. And we pass our condolences, and we ask that the people who still have the conviction to fight in them, that they do not relent, that the fight is on. And this time round, if you go to the ring, it is time to knock out the opponent, so that we can finally reclaim Tanzania, because Tanzania and the entire East Africa, these are countries that are very blessed with natural resources, with the ability to go
Lobikson, find your landing. Thank you. I'm done. You know, when I speak for a longer period, I become almost emotional. You know, it Okay. is usually painful sometimes that we have to get to this, but they are not our friends. So I that know. message must be clear. Okay, asante. Bila shaka nasikika vizuri kaka Mshabaha. Nasikika vizuri sana. Karibu. Asante. Kwanza niendelee kuwapongeza, mmekuwa mna consistent sana. Haya mambo yanayohusu nchi yetu hayapaswi kuwa ya msimu wala hayapaswi kuwa na nyakati, yanapaswa kuwa na mwendelezo wa siku zote, kwa sababu matatizo ya Tanzania bado hayajaisha. Kwa hiyo tunapaswa tufanye hii kazi kila siku ikitupendeza, hata kwa kuhatarisha maisha yetu, ili tuisaidie nchi yetu ya Tanzania. Kwa kile ambacho kilianza kutokea tarehe 29 ni kitu ambacho cha kujipongeza. Kila Mtanzania tusherekee ule ushindi, kwa sababu ulikuwa ni mshindi mkubwa sana. Tumeshinda karibia miongo mingi sana ya nchi. Watu kama nchi tumezalaulika sana kwamba sisi ni wazembe, hatuwezi kufanya chochote, hatuwezi kuandamana, hatuwezi kudai maslahi kwenye taifa letu, na watawala wakatuchukulia kama ni nchi ya watu wajinga sana. Lakini tarehe 29 tuliwa surprise, na kuanzia hapo kila sehemu haki ikipolwa, Watanzania wanapiga kelele kuidai kwa nguvu sana. Hilo ni jambo la msingi sana, hilo la kwanza. Jambo la pili ni kuzungumzia hali yetu ya kitaifa kwa sasa. Kuna hali tayari, hapo zamani ilikuwa ni kawaida sana kwa Mtanzania kula ugali na maharage, kula ugali na matembele, kula ugali na mlenda. Ilikuwa ni asili yetu, ni kitu cha kawaida sana Tanzania. Hatukuona utekaji kama kitu cha kawaida. Ila kwa sasa hivi, kama ambavyo ilivyo kawaida kula ugali na maharage, imekuwa kawaida kwa sasa hivi kwenye nchi yetu ya Tanzania, Mtanzania yoyote kutekwa na mambo mengine yakaendelea. Hii ni hali mbaya sana kwenye nchi kama ya Tanzania, kwa sababu kila asilimia kubwa ya watu ambao wanatekwa wanapotezwa. Sasa kama tukiruhusu hili jambo lilo la kawaida, kila mmoja wetu atafikiwa. Mlionyamaza mtafikiwa, mnaopiga kelele mtafikiwa, na waliolala watafikiwa. Kwa sababu gani? Tukiruhusu hali ya utekaji iwe ni hali ya kawaida, kama ni kuamka nyumbani kwenda kazini, au iwe hali ya kawaida kama ni kula ubwabwa na maharage, utaruhusu hata genge, hata mimi kesho nitatengeneza genge langu la kiuni, nitaweza nikamteka mtu, kwa sababu kuteka mtu ni jambo la kawaida kwenye nchi ya Tanzania. Kwa kweli, kati ya vitu vingi ambavyo inapaswa tuvipinge kwa nguvu kubwa kwenye nchi yetu ya Tanzania ni kuruhusu hali ya utekaji ionekane ni hali ya kawaida. Hicho kwa kweli tusije tukaruhusu. Kanisa, misikiti, NGOs, watu wenye akili timamu, wanaharakati, kabla hujafanya lolote lazima uhakikishe unazungumza kuambia ndugu zako au na watu ambao wanakusikiliza kuruhusu binadamu endelee kuishi, kwa sababu hii nchi ya Tanzania inaendeshwa kwa mujibu wa katiba na kila mtu anaruhusiwa kuishi na kwenda sehemu anayotaka bila kuvunja katiba za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na jeshi la polisi, niwaambie ndugu zangu, hiki mnachokifanya hakiwezi kuwasaidia. Hiki mnachokifanya cha kuteka watu, kutesa na kupoteza, kubambikizia watu kesi, hakiwezi kuwasaidia. Mmefanya kwa miaka yote, miaka zaidi ya 60, hakijawasaidia. Baada ya kutangaza maandamano ya tarehe 29, mliteka watu na kupoteza watu. Mmempoteza Mdude Nyagali, inafahamika. Deusdedith Soka inafahamika. Humphrey Polepole inafahamika. Mlifanya hivyo ili watu warudi nyuma, kusiwe kuna mjadala kama hii hapa X, watu waogope, kusiwe kuna mjadala huko TikTok na maeneo mengine, lakini watu hawajarudi nyuma. Kwa nini hamjiulizi watu kwa nini warudi nyuma? Kwa nini hatuachi? Sisi hatupambanii ili tufe. Hatupambani ili tufe, tunapambana kurekebisha misingi na sheria za kwenye nchi yetu. Tunapambana, tunakemea na kusema kwa ajili ya kuibadilisha nchi yetu, kubadilisha sheria za nchi yetu. Hayo mambo bado hatujakamilisha, ndio maana hatuachi hiki ambacho mnakifanya. Sisi hatuandamani ili watu watekwe, hapana. Tungekuwa tumeacha, tungekuwa tunaandamana ili watu wafe, tungekuwa tumeshaacha kufanya haya maandamano au kuzungumza masuala ya haki ili mtu atekwe. Hatunyamazi kwa sababu malengo yetu sisi tukizungumza sio tutekwe, tunazungumza sheria za Tanzania zibadilishwe. Msipobadilisha sheria hizi, mtateka kila siku ya Mungu, hakuna mtu ambaye atanyamaza. Mtamfikia kila mtu, Mungu ataibua watu wapya, watazungumza, kwa sababu shida za Tanzania hazijaisha na Watanzania wanaandamana kwa ajili ya kukomesha hizo shida za Watanzania. Sasa nizungumze
na vijana wenzangu wa Tanzania, vijana sisi ni taifa la kesho. Tumeuawa kama wanyama wa polini tarehe 29 tukipigania haki zetu. Ni kwa nini vijana wengi tulitoka? Kwa sababu hatuna ajira, kwa sababu vijana wengi hatuna matumaini tena mapya ya maisha yetu. Ukiangalia leo kijana au wazee wetu ambao wametulea, mashangazi, wajomba, mabibi zetu na mababu zetu wanakwao. Sisi vijana hata kujenga nyumba imekuwa changamoto. Kwa sababu gani? Wazazi wetu wametusomesha, wametupeleka shule, elimu isiyokuwa na mbele wala nyuma. Tumerudi mtaani, hakuna ajira. Tuko mtaani, hatuna ajira. Wale watwa, mashangazi, makaka na madada wa viongozi waliopo madarakani ndio wanapeana ajira, lakini sisi watoto maskini hatuoni fursa na haki kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa nini tunyamaze? Na sisi tunastahili kupewa elimu iliyo bora, tunastahili kupewa ajira, kwa sababu uwezo wa kutulipa wanao. Soma ripoti ya CAG ya kila mwaka, mabilioni kwa mabilioni yanapotea kwenye halmashauri. Ni nani ambaye anachukuliwa hatua? Hizo fedha haziwezi kuajiri vijana waliopo mtaani wasiokuwa na ajira, hawawezi kukopeshwa wakapata misaada. Hizo pesa ni ngapi ambazo zinaingia na kuliwa kwenye halmashauri? Mabilioni ya fedha kila halmashauri ya Tanzania, kila mwaka wa fedha watu wanaiba fedha, hakuna anayechukuliwa hatua. Vijana wenzangu na Watanzania, enyi wazee, hii kazi sio ya vijana peke yake. Enyi akina mama, hii kazi sio ya vijana peke yake. Kazi ya kuipigania taifa letu la Tanzania ni kazi yetu. Tumeifanya vizuri na tuko vizuri. Tusikate tamaa. Tusiangalie makaburi ya ndugu zetu yakaturudisha nyuma. Tusiangalie damu za ndugu zetu zikaturudisha nyuma. Damu na makaburi na upotevu wa ndugu zetu utupatie hasira ya kusonga mbele, kwa sababu kile ambacho tunakipigania bado hatujakipata. Tukipata katiba mpya, tukipata bunge lililo huru, mahakama iliyo huru, na bunge liko na uwezo wa kuisimamia serikali, tutapata nchi ambayo yenye heshima. Tutaanza kutamba sasa. Tutawatambia wa Kenya, tutawatambia wa South Africa, kwa sababu tuna nchi ambayo ina sheria. Rais akiingia madarakani hatakuwa Mungu, muda wote atapelekwa mahakamani, atawajibika kwa makosa aliyoyatenda. Leo hii tungekuwa tuna katiba inayoheshimu haki za binadamu, katiba ambayo haijampa rais kiongozi wa nchi umungu mtu, leo hii Samia asingekuwa pale Ikulu, angekuwa yuko mahakamani akijibu kesi za mauaji ya tarehe 29. Lakini ewe Mtanzania unaonisikiliza, Samia hatuwezi kumshtaki akiwa rais. Hapa kwa sheria za Tanzania nazungumzia, hawezi kushtakiwa akiwa rais, wala hawezi kushtakiwa akimaliza urais wake. Kwa sheria za Tanzania ameua ndugu zetu zaidi ya 10,000, lakini bado sheria za Tanzania hazitupatii mamlaka ya kumpeleka mahakamani, kwa sababu katiba yetu imempatia kinga wakati anatekeleza mauaji aliyofanya tarehe 29. Nguvu pekee ya kumuondoa ni sisi wenyewe wananchi. Hatujakata tamaa. Kama ambavyo tumefanya tarehe 9 tulifanikiwa, tarehe 25 hata kitendo cha kuamka wa Tanzania kuanza tarehe ya maandamano ni ushindi, kwa sababu hatujakata tamaa ya masuala ambayo yanahusu haki. Tuendelee kusonga mbele. Kila mmoja ukisikiliza habari hizi na elimu hii, mwambie ndugu yako. Wewe boyfriend, mwambie girlfriend. Mama, mwambie baba. Wewe unaishi nje ya nchi, Marekani na nchi zingine, wapigie wazazi wako Tanzania, waambieni bila kuiondoa CCM madarakani hatuwezi kupata haki. Utekaji hawezi kukoma. Lazima tushiriki, wazazi wako na sisi washiriki njia njema ya kuipigania nchi yetu ya Tanzania. Leo hii tunapigania nini? Tunapigania haki yetu ya msingi. Leo hii ukienda shule, nenda shule zetu za Tanzania, angalia majengo yale, angalia yale majengo ambao mwanao wanasoma. Nenda pita mtaani, watoto wakirudi shule, angalia mavazi wanayovaa. Sisi tunastahili kuishi hayo maisha? Wewe umeishi hivyo hivyo na watoto wetu wanaishi maisha hayo hayo. Wewe umesoma katika mazingira ya tabu, shule sakafu hakuna, madirisha hakuna, milango hakuna, na watoto wako wamesoma katika mazingira hayo hayo. Je, haya ndio maisha ambayo tunastahili kuishi? Pita mtaani leo, nenda twende kanisani. Watoto wanaenda, unampeleka mwanao kama ni Mkristo, anaenda kanisani kujifunza Biblia, Sunday school, anaenda kanisani kuijua Biblia ili aweze kuziheshimu sheria za Mungu, aweze kukiona kitabu cha Kikristo Biblia kama ni kitabu chenye heshima, akisamini, akiogope na akitii, azijue sheria za Mungu. Mungu anasema nini kuhusu Biblia? Mungu anasema nini kuhusu Kristo? Unampeleka mtoto wako kanisani. Twende msikitini.
Waislamu tunapeleka watoto wetu madrasa wakaujue juzuu, wajue msaafu, wajue Mungu anasema nini, Mwenyezi Mungu anasema nini kuhusu Uislamu. Watu waswali, watu wamuogope Mungu. Ndio maana leo hii ukiangalia mtu anaiheshimu msahafu kwa sababu gani? Ni kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu ambao kimesomwa na kila mtu anakiheshimu. Leo hii msahafu ukichomwa, Waislamu hawezi kunyamaza, nchi na dunia itataharuki. Hivyo hivyo kwa Kristo. Leo hii Biblia ikichomwa, ni kitabu ambacho kinaheshimika. Hizi ni sheria gani? Biblia ni sheria za Mungu, ni sheria za Wakristo. Msahafu ni sheria za Waislamu wanazotii, wanazoziheshimu na kuzifuata. Mtu anaamka saa 10 usiku anaswali, saa alfajiri anaswali, mchana anaswali sura 5. Hizi ni sheria za Mungu, ni sheria za dini yake. Biblia ni sheria za nchi. Katiba katiba ni sheria ya nchi. Ni nani hapa leo anaipatia uzito katiba ya nchi kama ambavyo anaheshimu Biblia na msahafu? Ni nani? Kwa sababu gani? Katiba ya nchi ni mwongozo, ni sheria ya nchi. Kama ambavyo Biblia iliheshimika, ilipaswa na katiba ya nchi ishimike hivyo. Kama ambavyo msahafu unaheshimika, ilipaswa na katiba ya nchi iheshimike hivyo. Watu wasiibeze, watu wasiivunje, kwa sababu ni sheria ya mtu. Ndiyo sheria za binadamu wote wa Tanzania. Kwa sababu gani sheria haiheshimiki? Kwa sababu haifundishwi kwa Watanzania. Kama unaweza kumfundisha mtoto wako kuanzia Sunday school akafundishwa Biblia, mtoto wako kuanzia madrasa akaijua Biblia, anakuwa anajua sheria za Mungu, anamheshimu Mungu, anajua kama sheria Mungu anasema usiue na anaogopa kuua. Leo hii hatufundishwi katiba ya nchi kwa sababu watawala hawataki tujue haki zetu za msingi. Leo hii tulikuwa tunafundishwa katiba ya nchi kuanzia darasa la kwanza, kuiheshimu, kuilinda, kuitii, kuitetea na kuisimamia. Hakuna Mtanzania yoyote angeruhusu uhuni ambao unaendelea sasa Tanzania. Tungeheshimu katiba kama ambavyo tunaheshimu Biblia, na watu wangekuwa na nidhamu kwenye nchi yetu ya Tanzania. Leo hii 90% hawajui katiba ya nchi. Watu hawajui katiba ya nchi. Leo hii ukisikia Mwaipaya nimesimama nimeshika katiba ya nchi ninachoma, utachukulia kawaida, tuna maisha yataendelea. Ila Mwaipaya akichoma Biblia hakutakalika Tanzania. Nikichoma msaafu hakutakalika Tanzania. Nikichoma katiba ya nchi kitu gani bwana? Kila mtu atapuuza. Kwa sababu gani? Katiba ya nchi haijataka kuipa thamani. Watu Watanzania walitoa maoni yao kwenye rasimu ya Isinde Warioba kwamba katiba ya nchi ianze kufundishwa kuanzia shuleni, kuanzia darasa la kwanza. Kwa hiyo tarehe 29 tuliandamana ili katiba iweze kufundishwa kuanzia darasa la kwanza. Watanzania waiheshimu na kuilinda katiba ya nchi, waijue, waiheshimu katiba ya nchi. Mtoto aanze kujifunza umuhimu wa kulinda katiba. Ndio maana tunataka katiba mpya. Tunataka rasimu ya Isinde Warioba na maoni mengine mapya yaingizwe ili nchi yetu iweze kuwa sahihi. Tukienda hivi ndugu zangu hatuwezi kufika. Kwa hiyo niwapongeze kila mtu anayewaza. Ukisikia maandamano kwa sasa, furahi, piga kifua chako. Jiambie hivi ndio vitu vyangu. Vitu vyako viwe hivi. Usipuuze. Usizoee. Kama una uwezo wa kusikiliza wimbo mzuri ukalipiti mara 2 mara 3, njoo kwenye mijadala ya Clubhouse, mijadala ya Space. Ni mara 1, ni mara 2 kwa wiki. Starehe ngapi unazifuata kikamilifu sana? Unafanya vingapi? Iwe ni sheria ya kila mmoja ambaye anasikiliza, na mwambie na mwenzako, njoo na mwenzako, mwambie sasa muda umefika, ingia mali ya Space. Kama watu wako TikTok, mwambie sasa muda umefika, ingia TikTok, ingia Clubhouse, ingia Facebook. Fuatilia mambo yanayohusu haki, achana mambo ya kipuuzi. Kwa muda mfupi tufanikishe jambo letu jema sana la kuisaidia Tanzania. Kuelekea tarehe 1 Januari, tuna damu bado iko ardhini. Tuna miili ya ndugu zetu tuliyapata tukazike. Kuna ndugu zetu wamepotea. Nicodemus ametekwa leo. Nadhani naenda wiki ya 2. Serikali hawana habari. Hawataki kuzungumza chochote kuhusu Nicodemus Loyole. Ni Mtanzania mwenzetu aliyotekwa na Watanzania wengi. Bado hawajapatikana. Wakina Mdude Nyagali wameacha wake na watoto, hawajapatikana. Unakaa nyumbani unasherehekea nini? Kuelekea mwaka mpya, ni lazima tukauanze mwaka mpya kimapambano kuisaidia nchi yetu. Na sisi tutanyamaza endapo siku tutapata haki ambayo tunaipigania. Ewe unayenisikiliza, mwambie na mwenzako kwa namna yote ambayo unaona inafaa. Fanya lolote lijulikane kuelekea tarehe 29. Ukiweza kuchora barabarani, chora. Ukiweza kuandika karatasi lolote ukatupa njiani, andika, weka njiani, mtu asome.
lazima tueneze ujumbe. Chola sehemu yoyote, pata mkaa, chola kwenye ukuta, pata chaki, chola ambapo pataonekana. Kama una makapeni, andika sehemu ambayo itaonekana. Hatutaki utekaji kuelekea tarehe 1, tunapinga mauaji ya tarehe 29, tunataka ndugu zetu, tunakataa utekaji. Chola kila ukuta, watasoma. Dar es Salaam, vituo vya mwendokasi, andika ujumbe wako. Au Bomoi, andika ujumbe wako kama tunapinga utekaji, kwa sababu swala la uhai wa binadamu ni swala la kimungu. Kila mtu ana haki ya kuishi kwa mujibu wa katiba. Andika kuanzia tarehe 1 kuelekea tarehe 1 tunapinga utekaji. Andika kila sehemu, andika usiku, maeneo ambayo unaweza kuandika mchana, andika ujumbe kwa viongozi wa dini. Mtumie message kiongozi wako wa dini kwamba tunapinga yaliyotokea tarehe 29, tunapinga mauaji katika nchi yetu ya Tanzania, tunataka katiba mpya. Mtumie ndugu yako, tuma kwenye magrupu ya familia, tuma mambo ya haki kwamba kile kilichotokea, watu waliouawa tarehe 29, hata mtu yoyote kwenye familia anaweza akatekwa na kuuawa. Kama familia inapaswa tupinge utekaji, andika kwenye grupu la familia. Ndugu zangu, kila mtu atekeleze wajibu ambao anaweza kufanya. Kila mtu atekeleze kile ambacho anaweza kufanya. Kila Mtanzania akifanya kwa nafasi yake, tunaweza tukaisaidia nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo nikupongeze sana kaka Mshabaha, niwapongeze watu wengi ambao wanakuja hapa kusikiliza, na kila mtu anayofanya jambo jema kwa mujibu wa taifa letu la Tanzania asiache kufanya hivyo. Hatuwezi kunyamaza mpaka tupate haki zetu za msingi. Sisi hatuogopi kufa, hatuogopi kutekwa, hatuogopi kutengwa, hatuogopi kupata kazi za serikali. Mimi leo nilikuwa na kampuni yangu, nilivyofungwa mwaka 2020 kampuni ilifungwa, mpaka sasa siwezi kuajiriwa na serikali, siwezi kufanya kazi yoyote, tenda yoyote ya serikali. Yaani mimi utanikuta mimi nimepewa tenda ya serikali, utanikuta kwenye ofisi ya serikali nafanya chochote. Kwa leo nimechagua maisha kuisaidia nchi yangu. Ipo siku kila mmoja, awe mtoto wangu, mjukuu wangu, atakuja kunufaika na maslahi ambayo baba yake aliyapigania. Leo hii una haki gani? Wewe mwanaume mzima unaishi katika nchi yako ya Tanzania, unaogopa ukiona gari haieleweki, unakimbia, moyo unakudunda, mlango kigongwa usiku. Leo hii mtu hana amani kwenye nchi yako ya Tanzania. Haya maisha hatujazoea kuishi, hatupaswi kuona kitu cha kawaida. Kwa hiyo kila mtu afanye kitu ili watawala wajue Watanzania bado wana hasira. Mwandiko wako anaujua nani? Ukiandika na kutupa karatasi barabarani, mwandiko wako anaujua nani? Ukichola sehemu yoyote watu wakasoma, mwandiko wako anaujua nani? Mwandiko wako anaujua nani? Kila mtu afanye hivyo. Ukifanya hivyo, piga picha, tuma, watu waposti kwenye mitandao ya kijamii, ujumbe unafika, wataelewa. Ni kwa nini tukiandika wanaenda kufuta? Kwa sababu ujumbe unafika. Andika kwenye kuta zote nchi nzima, shika peni, shika mkaa, chukua rangi, andika tunapinga utekaji. Kitendo cha watu kuchukuliwa na kutekwa, hicho kitendo hatukitaki. Tunataka katiba mpya. Kila mtu andika, tunataka katiba mpya. Andika kwenye kuta zote ambazo zinaonekana. Fanya kila kitu ambacho wewe kitakupatia amani ya moyo wako zidi ya nchi yako ya Tanzania. Kwa hiyo usiache kufanya hivyo. Watu wa kwenye mtandao wa kijamii, msiache kuposti kwenye akaunti zenu. Msiache kuposti kwenye akaunti zenu. Posti ukiweza. Kama uwezi kuposti, mtu akiposti basi like. Ikiwezekana liposti, ujumbe usambae. Kila Mtanzania afanye kile ambacho anaweza kufanya kwa niaba ya nchi yake. Sio kazi ya watu wachache. Ni kwa nini watu wachache wanatekwa? Ni kwa nini Polepole ametekwa? Ni kwa nini Mdude ametekwa? Ni kwa nini Deuseko ametekwa? Tuliacha kazi hii iwe kazi ya watu wachache, watu waweze kuwafikia kirahisi. Hii kazi ingekuwa ni kila Mtanzania mwenye smartphone anaifanya, wakikosa wa kumkamata. Kama ambavyo unaweza kuview YouTube, ukaenda Instagram, ukaenda Facebook, fanya hiyo kazi. Kama uwezi kuposti, basi like. Mtu akiposti habari ya haki, share, repost, comment, mpatie moyo. Kama unaweza kumpatia mchango, mtu yoyote anayefanya hiyo kazi njema, mpe mchango, mtie moyo, mwandikie message, inbox. Unafanya kazi nzuri, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Hii kazi inapaswa kila mtu aifanye kwa namna moja. Wanaofanya watiwe moyo, wasiofanya basi wawasapoti wanaofanya. Kila mmoja ashiriki. Ukiomba maombi, waombee watu wanaofanya kazi hii. Kazi hii ni njema sana kwa ajili ya taifa letu. Tarehe 29 kazi hii tumeifanya wote. Hakuna aliyemtegea mwenzake. Kazi ilikuwa njema nchi nzima. Usiangalie mauaji ya tarehe 29. Hiyo lawama zote peleka kwa Samia. Sherehekea ushindi. Kwa mara ya kwanza zaidi ya muda mrefu tumefanya kitu cha kiushindi. Ndio maana tunasema tumeshinda na tutashinda zaidi ya kushinda. Tanzania mpya imeshakuja.
hakuna wa kuizuia. Hatuwezi kuwa makondoo na mang'ombe kama tulivyokuwa. Kwa sasa tunaheshimika, tumeitambulisha nchi yetu kimataifa. Ukijitambulisha wewe ni Mtanzania, unajulikana kama wewe ni mtu wa kupigania haki. Nchi yako imeua watu kwa ajili ya uchaguzi, itafahamika kama wewe rais wako ni muhuni tu, ameua watu, ni muuaji ambaye anastahili kuwa Ikulu kwa muda huu, anastahili kuwa jela. Nchi yako inatambulika hivyo. Kwa hiyo niwapongeze sana wote ambao mpo hapa, wote ambao mnasikiliza, wote ambao mnatenga muda wenu. Hampotezi muda, kizazi na historia itawakumbuka. Wewe na mimi tunafanya kazi njema sana, sio lazima uzungumze. Hata kitendo cha kuwepo hapa, kusikiliza na kuongeza idadi, kushare, kufollow na kulike, unafanya kazi njema sana ya taifa lako. Historia itakukumbuka. Kila mtu atakayefanya jambo lolote, historia itamkumbuka. Kesho Jumanne, kila mtu wewe andika tu, iwe karatasi iwe nini, viwe vikaratasi 5 viwe 10, inawezekana ikawa usiku ikawa asubuhi, nenda hata sehemu ya soko, vimwage tu vile visambaa. Watu akija asubuhi watasoma kwamba tunataka katiba mpya, hatutaki utekaji. Umekamatwa hujakamatwa? Kila mtu afanye hii kazi. Barabarani mwaga, katikati ya lami andika kwa rangi pale, andika kwa rangi nyeupe katikati ya lami, hatutaki utekaji, tunataka katiba mpya. Fanya kazi hiyo usiku, atakukamata nani? Kila sehemu atakamata. Mwandiko wako anaujua nani? Kila mtu afanye hii kazi kwa sababu ya taifa letu. Tufikishe ujumbe, utafika kuelekea tarehe 1 mwezi wa kwanza. Kila mmoja ashiriki, kwanza ifahamiki kuna jambo letu, lakini ujumbe usambae kila sehemu. Niwashukuru sana, asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Thank you. Asante sana Twaa, na nadhani moja ya tatizo au namna ambayo CCM wanapata ushindi na kuendeleza ukatili na utekaji nchini inatokana na imani ya Watanzania au Watanzania wengi kuoshwa akili kwamba hivi vitu unaweza ukamwachia tu Mungu. Kuna watu wanastahili kuvipambania na kadhalika na kadhalika, lakini kiuhalisia bila mtu kuamka na kushughulika na kupambana na huu ukatili, hakuna namna ukatili utaisha. Hata ukoloni kwa namna ambavyo uliondoshwa kwa migomo, kususiwa, kukataliwa, kuko na mambo mengi sana ambayo yalitumika kwa ajili ya kupingana na ukoloni. So sisi tumefikia hatua tumesimama pale ambapo baba wa taifa Mwalimu Nyerere alifanya. Hatukuendelea na shughuli ya kuendelea kulikomboa taifa, kwa sababu haya mataifa kwanza yalikombolewa kutoka kwenye ukoloni, yakaja yakakombolewa kwenye kiuchumi. Kuna mataifa yameshakombolewa kiteknolojia na kadhalika, na sisi tumesimama tu kutoka tu kwenye kile kipengele kwamba sasa hivi hakuna mkoloni anayetawala nchi, lakini kuna wahuni ambao wanafanya wanavyotaka, na tumekwamia hapo. Sasa bila leo hii kuamka, nchi ina watu milioni 60 sasa hivi, inahitaji huduma za kama maji, afya, mipango mizuri kwenye kilimo, masoko ya mazao, sheria nzuri, mahakama bora, ili walau, kwa sababu kila siku kila mtu anamiliki kitu siku hizi, au anajihusisha na masuala fulani. Sasa ukipata mgogoro wote kwenye shughuli yako au kwenye swala lote hilo unalofanya, kwa mazingira ya sasa hivi tulionayo, ina maana unaweza kujikuta umekwama. Lakini kuna ushahidi mwingine muhimu sana. Imefika hatua watu wanajiita serikali, wanaua watu, alafu anakuambia kwamba hatuwezi kusema idadi ya tuliowaua. Na huyo mtu anapita mtaani na anafoka, sasa tukisema idadi, sijui kuna watu wananufaika na hivi vitu hivi. Hawa CCM ambao wao ni wezi waliokuburu dunia hii, mbona hizo pesa wao wawagawii watu ili wawe upande wao? Yaani kama kweli kuna watu wanagawagawa tu pesa huko,
Kwa nini wao wasifanye hivyo? Yani kama wao wanaona suluhisho au solution ya kila mwenye hoja ni kumpa pesa, si wanazo pesa? Kama kweli ndio Watanzania wanatufikiria kwa namna hiyo. Kwa hiyo tuna watu ambao vichwani wameoza, wanaweza wakakaa na kufikiria kitu alafu wanaanza kutujazia, yani tuamini ule upumbavu wanaoamini wao. Kwamba sasa mauaji haya ni mradi, mauaji haya ni sponsored. Hawa wananchi wanaotoka wote na kulalamika ni wameongwa na wamenunuliwa, kwa sababu ni tabia zao, kwa sababu wao wamezoea kufanya hivyo. Lakini sasa hivi Mtanzania anaangalia vitu kuanzia kwenye mitandao, kwenye siku hizi watu wanasikiliza habari CNN, BBC, kila sehemu, yani wanaokota habari za dunia nzima. Na wanaona dunia kwingine huko mambo yanavyofanyika. Hawa wenyewe wanawaletea wawekezaji, wanasema huyu katoka Dubai kule Dubai mambo viko sio automatic, hata bandarini ni mitambo ni nini. Watu wanaona. Sasa wanafikiri kwani kule Dubai kuna malaika walishuka wakaitengeneza? Huko Marekani ambako kuna mitambo na kwingine kuna watu walishuka wakatengeneza? Sasa wanajiuliza kwa nini sisi tuko nyuma? Kwa nini sisi hatuko sawa na China? Ambako nguo inatengenezwa shati mpaka ya shilingi 1000 tu au 500 kabisa. Kila kitu hatuwezi. Sio vidude vijiti vya kutoa nyama kwenye meno. Sio kuendesha mashirika, sio vituo vya polisi ambavyo sasa hivi dunia yote asilimia kubwa walau vituo vya polisi watu wana magodoro. Lakini leo hii eti mtu anatumiwa, kwa sababu kituo cha polisi si sehemu ya mtu aliyehukumiwa, ni mtu ametumiwa. Mtu yote tu unaweza ukakamatwa ukapelekwa pale. Mnalala sehemu mmekusanywa, hata mbuzi hawakai hivyo. Kama mnaweza mkaangalia kwenye mitandao hiyo, ukaangalia mbuzi wanavyofugwa. Mazingira ya mbuzi ni mazuri kuliko leo vituo vya polisi. Mazuri kabisa. Kuku wa mayai leo anafugwa, anawekwa kwenye keji asikae na mavi pamoja. Lakini leo hii kwenye vituo vya polisi, mtu tu ambaye unaweza kuwa umepewa kimeo, umebambikwa, ukifika pale unakaa na ndoo ya mavi hapo, unakaa na mkojo hapo, unalala chini, unatoka na ukurutu. Sasa hii ni hali tu ya namna mwanadamu Mtanzania anavyofanyiwa na hawa wana CCM. Bado hujaenda hospitali. Sasa tuchukulie hawa, unaweza kusema sasa labda CCM hawajali sana hawa, wanawatia adabu, hata kama awe ni mtumiwa awe ni nani, basi twende hospitali. Watu wana Panadol. Kuna X-ray Temeke ilikuwa ifanyi kazi, sasa hivi wanasema sijui ilizimwa kimpango. X-ray inazimwaje kama kuna utaratibu? Yaani teknolojia tulionayo sasa hivi, mtu mmoja anawezaje kazima hiyo mashine ya X-ray? Lakini pia akishaizima, ina maana hiyo hospitali haina uongozi kuwa labda na checklist kwamba leo, orodha ya leo, kitu hiki kinafanya kazi, kifanya na kwa nini? Na ile kishaandikwa kwa nini, huyo mtu akisaini pale kwamba hii haifanyi kazi kwa sababu labda umeme, baadaye kagundulika amezima, si anachukuliwa hatua huyo mtu? Hayo ni mambo yanahitaji waziri, sijui katibu mkuu, sijui. Tuna nchi ambayo yani tunafanywa ushenzi wa kila namna, na watu wanatakiwa kuelewa hii mikakati. Haya mambo yanayofanywa haya hayafanyi bahati mbaya, yanafanywa hivi ili watu muwe na stress. Yani msifikirie kabisa huko juu kuna keki inaliwa. Usifikirie kuna shirika linauzwa Tazara. Ili wakija kukufafanulia, wakikutajia ati mabilioni haya. Sasa hayo mabilioni mbona unampa Mchina? Hayo matrilioni mbona anachukua Mchina? Kwa nini wewe usiyachukue, unahangaika na tozo zetu? Dunia nzima sasa hivi serikali zinaendeshwa kupitia maliasili. Yani serikali lazima izalishe kupitia hivyo vitu vilivyopo, ndo kama reli, ni baadhi ya biashara. Kodi ni kwa ajili ya maendeleo, inaenda kujenga barabara, miundombinu, hospitali, sio kumhudumia kiongozi yote. Lakini sisi tuko hapo kwa sababu wametujengea haya mazingira haya. Wewe unaenda hospitali leo unaonewa, unaondoka kimya kama ulivyokuwa unazungumza.
Mwingine anaenda kesho anakufa ndugu yake hapo hivyo. Anarudi mapenzi ya Mungu yametimia. Yaani mimi nina mashaka kama kuna Watanzania watatoboa kwenda mbinguni, watakutana na Watanzania wachache sana. Kwa sababu sisi ni wanafiki. Haiwezekani unatoa zaka na sadaka, unaenda msikitini, unapiga swala 5. Mazingira mengine yote yaliyokuzunguka ni uchafu na dhambi tupu zinazofanywa na watawala ambao unaogopa wasikuue. Wewe unajiita mtu safi, wakikuua si unasafiri kwa haraka kwenda mbinguni? Kwa sababu mimi nilikuwa nategemea watu hao wenye imani zaidi ndio kufa sio issue, kwa sababu wana insurance, una bima tayari mkononi kwamba mimi nikifa leo sasa hivi ninakwenda huko mawinguni, kwa sababu ndio ticket pekee ambayo inatutoa hapa mbinguni kwenda kuonana na Mungu. Sasa unamuogopa mtu anataka kukuua kwa sababu anakuua tu, na wewe unasema roho yako ni safi kwa sababu anaua mwili. Kwa hiyo tuna shida sana, lazima watu lazima tuzungumze hivi vitu, tufike tuelewane, tuelezane vizuri. Kwa nini tuna utitili wa makanisa lakini tuna idadi kubwa ya washenzi? Na ushenzi ni pamoja na kuvumilia, kufumbia macho, kuzika ndugu zako wanaouawa mahospitali kwa sababu huduma ni mbovu. Na hiyo huduma ni mbovu imetengenezwa na mtu mwenye V8 anakuja pale, yani waziri yule aliyekwenda kuhakikisha X-ray ilizimwa, alikwenda pale na gari ya milioni 500. Kwenda pale hospitali, gari ya milioni 500. Na bila shaka aliongozana na watu wengine wenye magari mengine kama yako 4, ina maana kulikuwa na bilioni 2 za gari tu zimepaki hapo nje. Lakini hospitali haina mfumo wa kujua X-ray hii imezimwa vipi. Haina kamera kwenye X-ray. Ina maana haina kamera kabisa eneo lote lile, wakikupiga sindano ya sumu pale hospitali. Yaani inawezekana vipi hospital hazina protection? Yaani ule ulinzi kwamba nani alipita wapi, nani alifanya nini. Kama watu wanaweza kuzima leo hii X-ray hospitalini na hawajulikani, ni wangapi wanaweza wakatia sumu kwenye drip za wagonjwa na wasijulikani? Ndio tunaambia Watanzania, nazika ndugu wanaua kwa sababu kama mtu imefika hatua anaua idadi yote hii ya watu alafu anachukulia poa, ameshaua sana. Yaani hiyo ndio kitu tunatakiwa kuelewa. Angekuwa Lena angekuwa na wasiwasi, angepapalika. Ndio maana nasema nilitumia kwa kadri, nguvu ile kwa kadri. Ameua Masai wangapi hapa? Ameua wakulima wangapi anaotoa kwenye mashamba? Ndugu zetu hao wanaotekwa wengine tunawafahamu, tusiwafahamu ni wangapi? Anaweza kwenda kuchukuliwa tu huko vijijini ambako hakuna mawasiliano, hakuna nini, anapotea tu. Na ndugu labda hawana elimu, hawana nini, wasijue pa kumtafuta, au wanaambiwa tu hivyo ikaisha hivyo. Hutu hauna thamani yoyote mikononi mwetu kwa sababu tumeruhusu. Kwa mimi wanaiangalia sana hii mijadala, naona kwamba okay, so yawezekana idadi ya makanisa yanayojaa viongozi ambao wanawaombea muolewe na wazungu kwa sababu wana akili ya kitumwa na watu wanajaa pale kwa idadi kubwa, kwa sababu labda tuna shida kwenye ubongo ambayo sijui inahitaji operation ya aina gani. Kwa sababu kama kweli mtu unatoka nyumbani kwako unalipa nauli 2000 kwenda na kurudi, una chochote, maombi unayoombewa ni ukaolewe na mzungu, na hiyo ni achievement. Hawa sio wametuharibu akili kiasi. Na ndio maana wanachukia mitandao ya kijamii. Mwandishi tu akichora katuni akifunguka kidogo amemfungia. Mtu anayeposti tu hoja za msingi wamemuua. Wanaua watu kwa kuposti online. Post, unaua mtu. Halafu hawa ni watu tunatumia biashara zao kama Abudi, Shabib. Unakunywa maziwa ya asas, unanyonya damu. Yaani wewe unakunywa maziwa ya asas. Halafu unasema mimi labda ni Mkristo au Muislamu mwema. Hapana. Hata vitabu vyote vimetuzuia kuambatana na watu wana hiyo. Hawa wako kwenye kikundi cha mauaji. Na inajulikana. Kikundi hicho kinaitwa CCM. Walianza kumwagia watu asidi kila sehemu, tindikali.
watu wakawa wanakufa kidogo kidogo. Halafu leo hii inatokea vijana wamechangamka, wanatuonyesha njia, lakini tuna ile kama Stockholm syndrome. Yani ile kama wale wa mama ambao ile story inaelezea walianza wakabakwa mwisho wakaingia kwenye mapenzi ya kuwapenda wabakaji wale, wakazaa nao, wakatengeneza familia. Stockholm syndrome ndio tunalo hilo tatizo. Lazima tupambane sana kwa kweli. Kwa wale ambao tayari tushafunguka, tushaelewa tunachokitafuta, moja, lazima tuwe na kiongozi ametokana na katiba, sio aliyetokana na bunduki wala damu. Hiyo lazima. Na Samia si kiongozi wetu wala si mtawala tunayemtambua. Na CCM ni chama cha kigaidi, kwa sababu ugaidi ni kutumia silaha kuendesha ideology, iwe ya kidini iwe ya kisiasa. Ni simple tu, iko hivyo, na lazima tutambue hivyo. Na sisi wengine wote ambao sasa tunayakalia kimya haya mambo, tunayapepesa, tuna baadhi ya maaskofu huko KKT na wapi tunawasikiliza. Yani mimi naamini kama Yesu angekuepo Malasusa anahubiri, angempiga na nyanya mbovu. Kwa nini tumekuwa watu wa ovyo kiasi hiki? Tunalishwa vitu ambavyo havipeleki popote. Unakwenda kanisani kwa ajili ya kupata neno la Mungu ambalo limejaa upanga mkali kwenye masuala ya haki. Mtu anakuelezea mambo ya kumvumilia Samia aliyeua watu. Kwani Mungu alimfanya nini Kaini? Wajibikaji wa juu sana upo kwenye hizi nyumba za kiroho. Kwanza ilitakiwa sasa hivi wote tunatubu kwa sababu tumekubali kuendelea kutoa kodi kwenye mamlaka inayoua watu. Hizo kodi zetu tunatoa kila siku ndio zinafanya haya mambo. Tutaendelea kuzungumza haya mambo, labda kila siku watu watafika hatua wataelewa, lakini kwa sasa hivi mimi natoa tu wito. Tunavuka mwaka, huwa tunavuka kwa namba, lakini labda tuvuke mwaka kwa action. Kama wewe ni Mkristo kweli, wewe ni Muislamu kweli kweli, na unataka kuingia 2026, lazima ujipime ushirika wako na wadhambi hawa wanaoua watu. Kama ushirika wako uko pamoja nao, ungesimamisha tu huduma zingine zote za kiroho mpaka utakapokuwa tayari kuifuata hizo dini zako kwa ukamilifu. Karibu sana Olga. Asante ndugu Mshabaha, asante. Nasikika vizuri? Unasikika vizuri? Nasikika? Unasikika vizuri sana. Asante ndugu Mshabaha. Sasa mimi kabla sijaenda katika mada kuu hapo, kuna vitu nataka kidogo niongelee katika jicho labda la aidha upofu wangu wa ninavyoona. Kama sitokuwa sahihi nitanisahisha. Rais wa Tanzania bado tuna shida, tumeumizwa pakubwa hiyo Oktoba 29, lakini naona bado tuna shida. Najiuliza mimi mwenyewe, nikikaa najiuliza, huenda hata na mimi mwenyewe labda si wajibiki, najiuliza hivi ni kweli? Juzi Simbachawene ametoka kusema kwamba sasa hivi ni marufuku kuja kumchukua mtu aidha awe polisi awe nani bila kuwa na uniform, kama sijakosea, bila kuwa na uniform. Manake mtu akija kiholela inatakiwa naye tuende naye kiholela. Sasa najiuliza zile kauli zinakuaga ni nini yani? Kwa nini, kwa lugha nyepesi labda niseme nisirefushe hili swala, kwa nini tusiwaue? Yes, kwa nini sisi tusiwaue hao wanaokuja hawajavaa uniform? Kwa nini tusiwaue? Maana yake tayari hata wakina Simbachawene wenyewe hawawatambui. Maana yake ni majambazi kama majambazi wengine. Kwa nini tusiwaue? Uwezo wa kuwakamata hatuna, kwa sababu wao wanakuja na silaha. Kwa nini tusitafute namna ya kuwaua? Yaani tunaogopa nini wakati tunajua hawa watu wakija kukuchukua haurudi nyumbani? Kama una watoto ndo wanakuwa wanasikia kelele yako ya mwisho. Yani sijaelewa, huu ni utiifu, ni ujinga, yani hata level za nyumbu nishai kuangalia hizi sinema za mbuga za wanyama, nishai kuonaga kuna kipindi nyumbu wanasimama wanamgomea simu. Yani sijaelewa hiki. Kwa nini tusiwaue jamani? Yani kwa nini tusiwaue kwa hiki wanachokifanya? Tayari mamlaka ishasema
Sasa hivi haipaswi mtu hana uniform aje akuchukua wewe nyumbani, afu tunaangalia ndugu zetu wanaondoka, afu tunakuja kuandika. Unajua kaka Mshabaha, niliishiwa hadi pozi mimi kwa huyu Nicodemus, sijui anamuita sio nani. Yaani why, kwa nini tunaandika free somebody? Wao washajitakasa kwamba sasa hivi hawahusiki na hivyo vitu. Hao wanaokuja maana yake hawapo kwenye mamlaka. Ile kauli ya Simbachawene tu inatulinda. Tuwaueni jamani hawa watu. Yaani tuwaueni, tutafute namna yoyote. Na tegemeo lao ili zile kutega misumari njiani, tunaangalia mtu anaondoka, baadaye tunakuja huku free somebody. Unajua kuna vitu vingine hata kucomment na kwa hiyo yani mimi naongea hiki yani tunafanyaje? Juzi wameua watu, hakuna uwajibikaji. Juzi tu tarehe 29 hapo mpaka tarehe 30 hakuna uwajibikaji wowote. Sasa hizi rais alishai kuongea iko utekaji ukome, anakuja waziri alafu sisi sasa hivi tumetulia kabisa. Yaani tunaona kama tunahisi nani anatutetea sasa, kama wao wenyewe washasema hao watu wamewakataa, nani wa kututetea? Unakuja unachukuliwa nyumbani na mtoto wako, watu wanaenda wanafanya wanavyojisikia huko. Tutakapo siku kusimama na wao kuwaua hawa watu wanaokuja, na wengine hadi wanajulikana, ndipo haya mambo yataisha. Hata tufanye vitu gani hayawezi kuisha, kwa sababu wanajua kabisa wao wataendelea kufanya hivi na hakuna reaction yoyote. Hakuna reaction yoyote. Kuna silaha za namna nyingi tu. Ndio ina maana akili yetu ndio imefikia mstari wa mwisho kabisa, hatuoni cha kufanya. Yaani kwamba mtu anakuja hapo anakuambia hawana Mshabaha nakuhitaji, mtu na juzi tu. Kuna vitu vingine kaka Mshabaha, utanisamee, Watanzania wengi ni mafala, ni wajinga. Yaani inawezekanaje mtu anakuja anachukuliwa, na juzi tu mtu anayejiita yeye ni waziri alisema kwamba alikataza iko kitu, alafu na nyinyi mnamwangalia ndugu yenu anaondoka. Hata kama wakija kitambulisha vipi, maelekezo alishatolewa kule. Mtu kama hajavaa uniform hawezi akaja kumchukua mtu. Sisi tunaangalia, tunakuja huku tunaandika free somebody. Brother, why hauji mara mbili? Mtu tunajua kabisa sasa hivi mtu akija kikuchukua hapo, manake wewe hatutokuona tena. Kama wameweza kufanya kwa polepole na mwenyekiti wake hujasikia hata siku moja akiliongelea swala la polepole wala viongozi wengine, we nani? Sio na kuchukua tu na kutupa katika kisima cha mamba huko, alafu unaona nomo. Tuweni jamani, kuua kwa watu wanaotaka kuwaangamiza sio dhambi. Yani kuwaua watu ambao wanataka kuwaangamiza sio dhambi. Huo uoga huo hauwezi ukasave maisha yako kwa namna yoyote. Tuwaue hawa. Mimi nadiriki kusema hii kauli kwa sababu naona kuna vitu vinatia hasira. Hilo kwanza nimelimaliza. Lingine, umeona kaka Mshabaha unajadili mambo mengi kuhusu sijui treni, sijui wanasema hivi. Brothers, these people sasa hivi wanachokipambania ni kujitengenezea uhalali wa utawala wao. They know very well kwamba hawana uhalali. Wanaelewa vizuri kabisa. Saizi kinachofanyika ni ile unajua ile kutengenezea watu waone kwamba ni kweli tuna kiongozi fulani hivi. Yaani ile kunormalize. Muangalie nani huyu wanamuita Maderu anavyoongea. Ya haki, lakini muangalie wale wa BAKWATA leo wanaongea nini. Alafu mfano mwingine uliokuwa hai, angalia, chukua wanaita nini ile waliotoa teki, wanaita waraka kama sijakosea, kwenda kwa serikali, ni wanasema yes, let's say waraka.
wanaotoa teki. Ule waraka ukiuziba juu na chini, hakuna sehemu wanaotaja katika maelezo yao sijui Waislamu, wanaongelea misikiti au wanaongelea labda tuseme kitu gani, wanaongelea kitu chochote kinaashiria dini mwingine au Buddha, sijui wapagani. Wanaongelea masuala ya haki, wanakemea ufisadi, wanakemea wanasema haki, ufisadi, amani. Mule wanaongelea masuala ya utekaji, wanakemea utekaji, mauaji. Ni kitu ambacho ukiangalia kimewagusa aliyekuwa Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Sasa how stupid you are, yani wewe mwanzako wa imani fulani kaleta waraka wake, anashinikiza kwa serikali, wewe unatoka unachagua katika kile kiwaraka chake kipande kidogo, afu unajibizana na yule. Kwa nini na wajiangalie hao watu wengine wanaotoa matamko? Kama wewe unaona huwezi kufungamana na yule katika misingi ya haki, hauna namna kumwekea yule block, na wewe basi tafuta namna ya kuisupport ile serikali katika jambo unaona sahihi, sio kucrash wale wanachokiandika, kwa sababu hiki wao wanachokiandika kinamgusa Muislamu. Utekaji ukifa unamsave Muislamu na Mkristo. Si uwaji ukiondoka unamsave Muislamu, unamsave Mkristo. Haya, rushwa na ufisadi vikiondoka inamsave Muislamu na Mkristo. Uchaguzi ukiwa huru na haki unawaunganisha Muislamu na Mkristo kupata kiongozi mzuri wanayemtaka. Sasa this is yani cheap playing game hizo wanazozileta, wangezifanya kwa mama zao na baba zao, wasitaki kutugawa Tanzania. So we know it. Yani wanatafuta namna, na mchochezi mkubwa sasa hivi ni serikali ya huyu mama. Yani mchochezi mkubwa sana wa matukio mengi ni serikali ya huyu mama. Kwanza watendaji wake wakitoka wakiwa wanaongea katika namna yani sio ya kuunganisha wananchi, yani wanaongea katika namna ya kuwairritate wananchi. Wewe watu wamepoteza watu wao ambao hawakuwepo hata katika maandamano. Sisemi kama walikuwa katika maandamano wamekosea, hawakuwepo. Mtu katumwa mkate, kamtuma mtoto wake mkate, kanilete mkate dukani kwa Mange, anatoka anakuwa shooted, alafu wewe unakuja unasema walikuwepo, alafu unajiita PM. Si usenge huu PM gani unakuwa msenge kama hivi? Watu wanachoka kusikia haya matukio, mtu amechukuliwa, amepotezwa. Na nyinyi mliokuwepo humu ambao mnatumwa isikaze, fikirieni katika jicho la utu na roho ya utu. Hivi vitu mnavyoona vinaenda ni sawa? Mnavyoona hivi vitu vinavyoenda ni sawa? Yani watu wanakaa wanapotezwa kiaina tu. Mtu juzi katoka kusema kwamba haiwezekani mtu achukuliwe, na watu wasio, kesho tunasikia mtu amechukuliwa. Ndio tunataka twende hivi? Ndio maana mimi nasisitiza hawa wanaofanya hivi natakiwa nao wafanyiwe hivyo. Huu sio, wanasema hii sio amani, huu ni utulivu. Amani gani hii? Yani unakaa mtu anachotwa, yani sasa hivi yani kumeibuka kuna kikundi ndo kina power sana, kinafanya vyovyote inavyojisikia. Yani kinafanya vyovyote kinavyojisikia, na alafu haya masuala ya kwenda sio eti kuomba mnaomba. Yani sasa Mungu kasha kuonyesheni kuna kikundi fulani hiki ndio kinachovuruga kila kitu. Nyinyi mnaenda kanisani, mnaenda msikitini, nataka Mungu ashushe mkono wake ndo aondoe watu. Hizo mambo zilikuwa zamani huko, Mungu ndio anatoa gharika zake. Sasa hivi amekupa akili, kuna namna nyingi za kukabiliana nazo. Kwa hiyo I'm sorry Mshabaha, naongea kwa sometimes lakini kuna mambo mengine yanatia hasira. Yani watu wanakaa wanaongea tu simple hivi, yani kukaa kimya. Kuna kauli moja Che Guevara anasema alishawahi kuyaona makaburi ya watu waliokuwa wanakaa kimya katika masuala ya ukandamizaji. Kwa hiyo hata wewe unaekaa kimya, ukemee, utafuti namna yote ya kukemea, hakukufanyi wewe kuwa salama. Utakufa tu. Either utakufa sio kwa kutekwa, ila kwa kukosa huduma za msingi, kwa sababu iko kikundi kimeona kodi zako kikitumia katika kujifurahisha tu, kufanya it's like that. Kwa hiyo yani inauma, yani sioni namna nyingine ambayo tunaweza tukaongea. Inauma, tuna watoto yani bora wangetuachia baa moja tu la kuhangaika na masuala ya maisha yetu, lakini haya mambo yao wanataka kuleta, uchukue kodi yangu alafu nikiuliza unakuja unanichukua kwa sababu tu yani kwa sababu wewe you are a president, you are a PM, and you can do yani unaweza kanifanyia chochote.
we are tired, yani tumechoka. Wasihisi kwamba kwamba we are in the wanasema tupo katika hali ya uoga. Tumechoka, tumechoka kweli, lazima waelewe. Tumechoka hivi vitu. Mimi naongea hapa, kuna watu wamepotea, watu wa karibu. Yani unajua ile watu wanapeana imani hadi wanaenda kwa waganga kuuliza labda huyu sijui ilikweje. Baada ya Oktoba 29 waganga wanawadanganya tu huko watu, atarudi atafanyeje. Kwa hiyo wasituletee haswa huyu Maderu, asikuletee mambo ya kisenge kwa mamake, asikuletee mambo ya kisenge. Asikuletee mambo ya kisenge. Asikuletee kabisa hizo mambo, anaongea simple yani anaongea tu simple. Before hawa majamaa wajaanza haya mambo, nilikuwa naonaga watu waasi ni watu wabaya sana. Kumbe watu mpaka wanaingia katika haya mambo. Asante kaka Mshabaha. Pole. Jamaa, nadhani inakuwaga ngumu sana. Of course hii platform ni kwa ajili ya kupunguza joto pia vichwani mwa Tanzania. Tanzania umeteswa sana na CCM. Na tunatambua emotions za kila mtu. Na bahati mbaya sana ni kwamba hawa matawala batili yana uchokonozi mwingi sana. Yani kila siku yana namna mbaya zaidi ya kumchokoza mwananchi na kumtia hasira zaidi. Lakini hasira za Tanzania ziko mbali, na hii inasababisha watu wajisahau. So kuna fakti nyingi na kuna lugha ambazo unaweza kuzitumia kisalabu usipate matokeo, na kuna watu wengi sana wamejaribu na kuna matokeo yote wameyapata. So kwa kadri tunapokwenda mbele, nadhani tuna haki ya kukasirika na tuna haki ya kutafuta nchi yetu. Haiwezekani tukawa tunaendelea kuishi katika mazingira ambayo ni ya kupoteza tu na kunyanyasika. Hapana, sisi tumeumbwa kama binadamu. Tunachohitaji ni nchi yetu ambayo iwe na amani na mambo kama hayo basi, na iwe na haki ya kutosha. Amani, haki, utawala bora, vitu vyote ambavyo watu wengine wanapata, na hilo ni takwa la kikatiba, na yale ambayo yanapungua tunataka yaongezwe ili tupate hizo haki zote. Shwile, ulikuwepo hapa, sijui kama unatusikia Shwile? Nasikiliza kaka. Karibu sana kwa maoni. Asante sana tena kwa kuleta hizi space hapa kidogo. Ulinyosha mkono. Naona ameshuka. Endelea Shwile. Nafikiri sijui labda ni kama therapy itakuwa inatutoa uchungu, lakini hakuna kitu kinaendelea. Niko na mambo mawili ya kushare. Kwanza, huwa tunakaa tunatafakari sana kwamba what is the genesis of these problems? Ni viongozi wa kijinga ama ni viongozi wamekuwa na roho ya kishetani, ama ni shetani ameingilia taifa, ama tatizo liko kwa wananchi? Na nikifanya assessment nakuta wote tuna shida. Viongozi wana shida na sisi wananchi wana shida kubwa. Shida inakuwa wapi? Mimi nimepata experience mara mbili kwa masuala ya maandamano. Kutoka 2016 nafikiri mlijua Ukawa, maandamano ya Ukawa. Nilikuwa Dodoma. Nilivaa kabisa kutoka kwa maandamano. Na kwenye mitandao watu maandamano Ukawa, nikatoka nje kwenda kutoka Eliasi kufika town, hakuna mtu. Ikabidi nichukue bajaji nirudi kwa nyumba. Nikataka nikasema tutakuja kutoka hapa. Mwaka 2018 tuwa Simiyu. Nimeongoza viongozi wa watumishi kufanya maandamano kudai haki zao. Hakuna aliyetoka, na tumepanga kuongea tumenyanyazwa, hakuna aliyetoka. Sasa kwa haraka niliassess kwamba kuna tatizo kubwa. Watu
umefungwa akili, na ninafikiri hata mfumo wa elimu ya Tanzania umefinywa na viongozi ama na serikali. Haitaki watu wapo expose sana, ni kusoma soma tu elimu kale walivyo katengeneza, lakini wao wanaenda kusoma nje. Sasa imefunga watu ile exposure, watu wa kujua hii ni haki yangu hakuna. 2018 nimekosana na mkuu wa wilaya sehemu sitataja, anatukana watumishi kama umbu. Nikamwambia mimi sehemu natoka ujinga can't tolerate. Nilisimama na tukakonfrontiana na yeye, watu wakaanza kusema kijana, acha kijana huyu. Nikasema when it comes to my dignity, sitaki ujinga mimi, na niheshimu mpaka alienda kuulizia huyu anatoka wapi, anafanya nini, ama ametumwa, lakini kusimama na msimamo wako. Na nikaasesi nikasema hawa watu wanatukanwa hapa na mkuu wa wilaya kama ng'ombe, kama sio watumishi, na hawana makosa kwa sababu tu ameteuliwa na rais. So ukiasisi haraka tumeingia hapa sasa hivi taifa walipo kwa sababu ya Watanzania walivyo. Waliakiwa kukana amani, hakuna amani. The peace come from the heart and from actions. It's not from kuna violation inatoka, kuna violence. Pana amani, wewe uko na amani. Mtu amekukosea kiongozi, utamwongea wazi bila kukwepa hivi, hiyo ndio amani. Lakini kwa sababu hakuna vita, hiyo ndio amani? Hakuna amani kama hiyo. Amani iko kutoka from your heart, psychologically. You are very free to speak anyway. Hiyo ndio amani. So Tanzania walifungwa kitambo sana, lakini uzuri Mwalimu Nyerere mwaka 1987 December aliongelea masuala ya haki, na nafikiri mzee alikuwa aliongelea yanayotokea sasa hivi. Siku mkifinya watu wasiongee, mnawaambia amani, kutakuja kulipuka kitu hamtashindwa hata nyie kukiongelea ama kukikabili. Sema haki ndio inatangulia, inaleta amani. Lakini viongozi anakuja huyu mjinga, mimi siwezi nikamuita waziri mkuu, na mimi naongea wazi, ni mjinga sana. Sijaona kiongozi mjinga kama huyu. Anapanda kwa gari anaongelea tu, yani anajishika unafikiri shoka. Huyu ndio prime minister wa nchi, watu wamekufa, watu wanalia, people are mourning, alafu tu unafikiri kujitoa mhanga ni that's what they are now creating. The government can create terrorism on itself. Hapa anaweza kusema kuna terrorism, kuna nini inatengenezwa. Mtoto wake ameuawa, anaangalia ndugu yake anauawa, hana makosa akiwa kwa nyumba. Do expect mimi siwezi nikashika silaha niseme nani Samia, mtoto wako ayuabuduru, I will revenge on him on behalf of my brother or my sister who died. Watu wanafikiria tu kujitoa muhanga ni kitu kikubwa sana. Sio kikubwa, lakini ni wajinga kwa juu hawaoni. Wanafikiri watakufa na familia zao zote waende mbinguni. They don't know people have kept that in their heart. Huu ni ujinga. Sasa tatizo kubwa, hakuna mtu atatoka kuja kunini taifa litakomboa Tanzania. Watanzania watajikomboa wenyewe kwa kuamuka na kusema enough is enough. Lakini pia hata kwa vyama vyetu vya siasa, na nitasema ambacho mimi wakani sio mnemba, lakini naangalia kilikuwa na mwanga kidogo. Nitaongelea Chadema. Kiongozi wao ameshikwa. Tutoa mfano Kenya. Mzee Raila alikuwa anafanya chochote kile, anatukana kiongozi, anafanya chochote mpaka hata kuja, umeona ameshikwa, amepelekwa sel. Unafikiri nchi itakalika? Sio malaika wanashuka kuja kumtetea Raila, ni wananchi wanasema haiwezekani. Hakuna kiongozi anaweza kashikwa ovyo ovyo anapelekwa zaidi akae. Kiongozi wa Chadema ameshikwa, na wanachadema wapo mamilioni, hata kama ni mbili. Mmeshindwa kwenda kusema tunaweka kampu hapa, leo tutarara hapa. Hata watu kutoka kwa nchi nzima, viongozi wa kijiji, wenye viti wa mitaa wa tawi, wote waseme leo tunaenda kuona kiongozi wetu, tunaenda kumsalimia. Hayo sio maandamano. We are going to see our leader. Umeshindwa strategy. Tunaweka kwa mitandao mheshimiwa free from mobile. Watu wa viongozi wa Tanzania wameshaona wa Tanzania level yao it is in a range below 20% kwenda chini, hawezi wakafanya chochote, ndio maana wanafanya
The only thing that will free Tanzania ni watu watasema, hata kama kutakuwa na casualty kama hivyo, lakini ni nchi yenyewe itakuja kuamua. Ndio hawa watu watanini, watajua kuna taifa jipya linakuja. Bila kufanya hivi, I'm telling you again, hatutaenda mbali. Although kuna progress, lakini progress bado imeanza kuzimwa, na kuna watu wako kwa mstari wa kutengeneza strategy. Kuna watu tumeikaa tukapanga, na sisi tunataka kupanga. Kuna vijana walikuwa nasema watapoteza watu, mumeipeleka kwa Law Society of nini, Tanzania Law Society, kwenye nini, muandike wa majina ya wale watu, muende kwa chama cha wanasheria wa Tanzania, mpeleke majina ya wale watu, waseme wapeleke na wao, na tunataka waende kesi isikilizwe. Strategy hatuna, vitu kama hivyo, wanaongea tu wao nini. Huyu mwingine anaongea kama hawapaki mafuta, au hizi zizimizi hizi ambazo tunasema nini, hizi takataka hazipaku mafuta. Utakimbe kijana ameshikwa, alipost YouTube, na kuna mjinga anaongea wazi vile watu msiwatafute, alafu bado hakuna watu wanaweza akasema tunataka huyu mtu apelekwe kwa vyombo vya dola, na yeye tuone kama kuna haki kweli, na watu wafuatilie. Hii takataka juzi inajibu tech, I wish ningemjua majina hata kama sema natoka inajibu, alafu watu wamenyamaza kwa mtandao. Tunaingia hapa tunachapa, yule anatakiwa kwenda kusalimiwa, apelekewe ibada ya misa huko. Kama ni Mkatoliki tunasema leo tutakuja kusali kwako, ajue huu ni ujinga, mpaka atoke hadharani aseme nimetumwa. Strategy na lazima watu wajitoe. Kazi ya kujificha ficha nyuma tunasema tutafanya hivi haitasaidia taifa. Ni lazima watu wajitokeze. Wakati Kenya maandamano yalitokea last year 2024 ya new laws, nafikiri mlikuwa wengi tulifuatilia, tulijua, na serikali kuna pinduliwa na wananchi, lakini sio kwamba ni wanataka tano, wanataka the system. Mnatulekea mambo ya kodi ya kijinga, mnatarajia wananchi waumie watoke wapi? Vijana wakatoka nje na mliona impact yake. The law was cancelled. Rais alisema tutaiona marekebisho, aliona nguvu ya umma. Tunasema people's power, hiyo ndio inatumika kwa nchi nyingi. Where are those powers now? Watu wanashikwa ovyo ovyo, we cry unless we decide kwamba jicho kwa jicho ndio taifa litakombolewa. And that one will only happen when people will have strategies. People should sit down and strategize. Na wale watu kamtataka, those who are on the systems, wanasalimiwa. Kuna viongozi vijana wajinga sana wa UVCCM walikuwa wanatoka matamshi majinga, na nafikiri alisababisha mpaka kuelekea sasa akasema ngoja tuonyeshe, walisema ngoja tuonyeshe yellow card hivi tuone watu watulie, and they killed people, thousands of people. Hii watu wanyamazishwe. Sasa tunaanza kulia, tuna nini? Mimi nafikiri ni kustrategize vile watu watapanga, hata kama ni kufanya yale maombolezo yaliyofanywa na Esther kwa Biblia, kuvakunia na kujipaka alama ya majivu kwa mwili. Mnaamua siku hiyo strategy yetu leo tunaenda mahakama. Mahakama inatakiwa pia iende kusalimiwa, watu wapange kabisa bila kusema ni chama. Lakini pia chama kisiwa kwamba kinaanza kujificha, kama kiko na legitimacy, kimesajiliwa kama chama, kama hakijaua hakijakaa kipange kinaenda kufanya mauaji, msianze kujificha ficha nyuma. Unajua tutawaambiwa hapana, you are also a Tanzanian, you have the right, hata kama wewe ni mwanachadema ama kafu ama ICT. Tusianze sasa unless kuna malls hapo ndani. Nasikitika kiongozi wa chama akaa ndani, sheria inapelekwa hivi, alafu tunalia hapa kwa mitandao. Tengeneza strategy, watu waende huku wengi. Watu 1500 wakienda mahakamani, nafikiri polisi watafanya nini at this time? Watafanya nini? Nauliza swali, watafanya nini? 3000 tu. Unauka ameongea saa hizi, watu wanaenda kutekwa. Unafikiri Kenya polisi anaweza kaenda usiku kwa kijiji aende atake mtu hivi alafu usione the reaction ya kijiji usiku saa 5? Kwani watu mishali ilienda wapi na panga? Kwani kuna kijiji akina nini? Akina hata mafuta lita 2 kuchoma hizo gari. Huu ni ujinga, na nchi itakombolewa kwa watu kujitoa. Hakuna mtu atakomboa Tanzania. Lakini level ambayo sasa tulitoka kutoka 2015 huku, at least watu sasa tuko 40%.
When will we reach 80% or 90 ya kusema now this is a new Tanzania that we want? Lazima watu wajitokeze, lazima na usitegemee mtu atakupigania mmoja kwamba hiyo ndio kasumba iko Tanzania. Anasema kuna alafu ukitangulia wewe wanarudi nyuma. Umefuata ng'ombe usiku, ng'ombe mnafuata wewe, umetangulia na tochi, kulimulika nyuma, wenzako wote wametoka, wanasubiri kabla risasi itoke sehemu, wewe ndio kama sample yao. That's how Tanzanians are. Wanataka kutambulisha watu wachache, wanafanya wanajirudisha nyuma, na ujui wewe unatengeneza hilo tatizo kwa vijana wako. Sisi dunia vile nakimbia na vile nchi ya Tanzania inaenda, nafikiri tunaenda nyuma. Tusidanganywe. Naona watu wanaposti, kuna vichawa vya hizi takataka vinarusha kwamba tunaingilia East Africa, we are conquering. Hii ndio Afrika tunataka. Mpaka nahisi kulia, nasema kwa nini asiandike karibu na mimi huyu, tumshangilie, tumwambie rest in peace. Ujinga tu, mtu anakosa essential need, maji kunywa. Hiyo ndio serikali inakosa maji tu kwa town, kwa capital city. Hata ni aibu sana. Alafu kuna chawa inazikatumwa, inakuja kusikiliza, inapeleka kwa huko. Wanataka kesho wanaweza wakaenda mahakama. Ujinga kabisa. Inafikiri tata kwani waone mfano. Kwa alikuwa ndio kiongozi, ndio alikuwa mtoto ambao Magufuli alikuwa anaona mtoto mzuri aliyependezwa naye. Where is he now? Where is he now? Ako wapi? Lowassa waziri aliyekuwa waziri mkuu alifanywaje baadaye? Alifanywaje? Na wale ndio walikuwa sisi. So wewe unaweza kutumwa hapo, unalipwa mshahara wa 500, umepewa silaha ambayo ina gharama hata kukuliko mshahara wako miaka 10. Unakimbia, unaanza kudhuru wananchi. Unafikiri una nini? Unafikiri unatengenezea watoto wako ni sio lana. Sisi wazazi wengine tukataza kazi ya kushika bunduki kwa serikali ni shetani na wakakurani, tusiingia kwa hiyo nini. Na ni lana kubwa, na nimeangalia walikuwa sahihi. Na kuna watu hata hapa ndani sasa anasikiliza, ameshikia silaha, anafikiri ndio itakuja imsaidie, itasaidia watoto wao wapate elimu bora, na kisha zikwa hivyo watoto kwanza wana shida. Alafu you are there, unaenda kuteka mtoto wa mtu kwa mji usiku, unamtesa, unampiga, unafikiri wewe upigane Ukraine. Unagonga watu saizi, hata vita watu hawagongani na ujinga. People are using technology. Wewe unaenda kushika mtoto wa mtu wa jamii, unatumwa. Wewe ni tofauti na mbwa. You know, mbwa inaambiwa shika, hata ijui naenda kushika nini, inakimbia tu. You are like a dog. Hiyo ndio polisi hizi tunaweza. Nini kama mbwa unatumwa, unaua raia bila hatia. Thousands. Tunatetea sasa Samia. Bila toke madarakani ataenda na wewe nini kwa pale kule. Hapo ndio tunaishi. So hata sisi tunachangia mambo, ina taifa linachangia mambo, wananchi tunachangia mambo kuonekana. So viongozi wamesha to rate kwamba wa Tanzania, you can do anything you like and they will do nothing. So the only moment that Tanzania tutaamuka tuseme ujinga tosha, leo mtakufa kwa nife, ndio mambo itabadilika. Na ilikuwa inaelekea vizuri sana kutoka 2020 nini 2029 39. Hata kama tuliumizwa sana, ndugu zetu waliumizwa sana, lakini tungeendelea na ile nguvu. Sasa hivi taifa la Tanzania lingekuwa jeupe kabisa, halingekuwa na madodo. Tumezima tukafura. So watu sasa hizi wameattack. Kuna chao ziko kwa mitandao but siwaoni ni watu wengi wa nini counter attack. Hata wale ambao wako na nguvu wakirushwa mao hivyo, wewe unarushwa mao, you will give up. Can you come out and make a movement ambayo itaunganisha watu? Ukiona chawa na rushwa ashambuliwe, na hata afanywe analysis, atafutwe, tujue huyu ni nani, asalimiwe. So I'm asking 20 hiyo fast ambayo tunasubiri tarehe 1 kuelekea tarehe 1. Tengeneza strategy kwanza, kutembelea mwenyekiti wa chama. Nisiseme ni wa chama cha Chadema, yule ni mtetea haki. Tundu Lissu ametetea watu ambao hata wao Waislamu, wamefanya kesi nyingi sana Zanzibar bure. Mauaji hapa Nyamongo, ametetea watu bure bila hata kulipwa. So yule ni kiongozi wa taifa, sio kiongozi wa Chadema, ni mtu wa haki. Maana ndio anataka yule, kama ndio Raila sasa wa Tanzania.
anataka haki, anataka demokrasia. So watu watengeneze strategy ya kusema kufuatilia hayo mambo, kesi yake kwa nini inapelekwa kijinga. Hiyo ni la kwanza. Nyingine, watu wakiwa mwananchi ana haki ya kupeleka kesi mahakamani. Kuna chawa zilitumwa zikaenda kushtaki chama eti sijui nini, matumishi ya fedha za chama nini, ule ujinga, na wakasikilizwa na kesi ikapelekwa mahakamani. The same way watu wajitokeza, kesi andikwe, zile tumbili ziko na ukweli wamemalizwa na wao. Kwa nini wasipelekwe mahakamani? Kuna ili ibadilisha uchaguzi, mkono mweupe ukakuwa mweusi na mweusi ukakuwa mweupe. Kwa nini asipelekwe mahakamani? Kuna huyu wa Arusha, huyu alikuwa nani huyu wa Arusha zamani, huyu alisimamishwa, alikuwa mkuu wa wilaya ya Arusha, aliongea ujinga vile wanafanya mambo. Hao watu wanatakiwa waandikwe, wawekwe kwa list, itumwe mbele na they feel the kumbe watu wameamka. Na hii inafanywa na wananchi, sio lazima eti mtu ajitokeze. Watu watoke, waalize watu, wapeleke kwa society, kesi pelekwe mahakamani, wapate nini msaada wa kisheria. Kesi pelekwa watu waende kusikilizwa na wenyewe, na ikiwezekana hayo majina yao za nini tumo kwa tume hii, tume huyu mwanamke ametengeneza ya kijinga hii, wapelekwa pale, tuone kama watawasikilizwa, na hayo mambo waliokuwa natamka iko kwa YouTube ya kwa analysis, tuyaone na walichangiaje. Walisema watu wapotee, wamepotea wengi sana, wako nao watupe, then from there we will see where the rights will come, the justice will come from. Asante sana. Thank you. Asante sana kwa mchango bora kabisa. Lakini pia niwashukuru na wasikilizaji wengine. Leo ilikuwa ni space ngumu. Tumeanza kwa mushkeli nyingi na tumemaliza nazo. Kwa mara ya kwanza ni siku ambayo tumekuwa tukipigwa huku na huku. Lakini yes, baadaye watu mmeibuka nazungumza. Kikubwa kwa maafisa doria mtandaoni, mnatakiwa kuelewa nyinyi ni wachache, wananchi mliowakasirisha ni wengi, mnaowakasirisha ni wengi. Wananchi wenye maarifa, elimu, kipato kuliko nyie ni wengi. Haya mambo yatakapoharibika, Samia atajitetea yeye na nyie mtajitetea kwa mambo yenu mliyofanya. Bahati mbaya, nyie hamna kipato, hamna hata sehemu ya kuiba hata 100 kuja kuajiri mawakili. Ni muda wa kujitafakari sana. Kazi za mauaji sio lazima. Ukiona kuna mazingira wanakujengea wewe una nani, achana na hiyo kazi. Alafu polisi, wito kwenu, tafuteni ndugu zenu au polisi wenzenu waliopotea, wamepelekwa wapi? Kwa sababu wengi wanauawa na mnadanganywa wamehamishwa. Sasa hivi imefika hatua polisi anaambiwa anahamia sehemu fulani, marafiki zake wanaanza kumtafuta huko alikoenda hajafika, kumbe kauawa. Afweli Omar Haji na Hawadhi. Kwa hiyo kama mnafikiri hawa watu wanaua tu wananchi, hata nyie kwa kadri wanavyojua mnajua siri zao, kuna siku wanapita na wewe. Kwa ni wakati wa kujitahadhari sana. Zaidi ya hapo, asanteni sana. Tutajitahidi kuwa na space kabla ya mwaka mpya au